watu wote wanashangaa, wanajiuliza kwamba ni sababu gani zimepelekea kocha wa Yanga Pedro aweze kufukuzwa kazi. Hata msemaji wa klabu ya Yanga Ali Kamwe ameibuka na kutoa sababu. Hii sababu hizo si sababu za kweli. Kuna sababu ambazo zinafichwa. Sasa hapa nitakueleza sababu 3 ambazo zimepelekea kufukuzwa kazi kwa kocha Pedro kwa mujibu wa namna ambavyo tunaona. Na sababu hizo 3 zote zimechangiwa na goli lililofungwa na Chama. Ambapo aina ya goli hili kitaalamu linaitwa bicycle kick, ndio jina la kitaalamu la goli hili, ambapo mchezaji anapaa kidogo hewani akiwa hatazami goli, halafu anaruka tikitaka moja nzuri na kuweza kufunga goli katika namna ambayo ni ya kushangaza sana. Sasa kwa sababu huwezi ukasema Pedro anaondolewa kwa sababu nyingine yoyote ile, kwa sababu Yanga inaongoza ligi. Lakini matokeo yaliyotokea katika mechi hii ya mwisho, ile ilikuwa sare. Tena sare yenyewe imetoka wakati Yanga akitoka 0 mpaka akarudisha 2, na alionekana kutawala mchezo hizi dakika za mwishoni. Lakini kwa nini kocha afukuzwe? Anafukuzwaje kocha kwa sababu tu ya sare? Sababu ambazo zimetajwa na Kamwe, ambazo tunasema pengine hatukubaliani nazo. Yeye anaegemea zaidi kwa kusema ni mwenendo wa timu, kwamba wanaona wanashinda lakini hawashindi vile ambavyo wanataka. Kwa hiyo wao wanalenga maslahi mapana kabisa ya Yanga, ambapo wanaona ni kama mwenendo wa timu ulikuwa hauridhishi. Sasa sababu hizi hazikubaliki. Sababu ambayo inakubalika hasa ya msingi na ambayo tunaelekea kuiamini ni lile goli la Bwana Kratos Chama. Sasa inawezekanaje goli likasababisha mtu kocha abwage manyanga, ili hali ni goli tu? Kwa upande huu zilifungwa 2 na huyu kafunga 2, lakini kwa nini goli hili linaonekana kama kuleta kizaazaa? Kama nilivyodokeza awali, aina ya goli hili linaitwa bicycle kick kwa lugha ya Kimombo. Shirika kubwa kabisa linalohusika na mpira duniani, FIFA, wamelitaja goli hili kama goli linalosisimua zaidi katika soka. Hakuna goli ambalo lina msisimko zaidi katika ulimwengu wa soka kushinda goli aina ya bicycle kick. Hao ni FIFA, wamekwenda mbali zaidi kwa kusema namna hiyo. Sasa aina ya goli hili ni adimu sana kupatikana. Kwa mfano, mchezaji Cristiano Ronaldo katika career yake ya soka amefunga magoli zaidi ya 947, lakini bicycle kick alizofunga ni magoli 2 pekee. Magoli 2 pekee. Bicycle kick utaona na utagundua kwamba ni aina ya goli gumu zaidi kupatikana. Si kila mchezaji anaweza akafunga aina ya goli hili. Ni goli gumu zaidi kupatikana, na huwa ni goli ambalo halitarajiwi. Sasa kama zinatolewa sababu kwamba ameondolewa kocha kwa sababu ya mwenendo wa timu, tunashinda kile ushindi, halafu unakuta mashabiki wa Yanga wanashangilia na kufurahia, hiyo wanakuwa hawana tofauti. Kama utaambiwa sababu hasa ni hili goli hili limeleta kasheshe. Sasa unapoambiwa kwamba tumemuondoa kwa sababu ya hivi na hivi, kwa sababu mwenendo wa timu ulikuwa uridhishi, halafu ukashangilia, unakuwa huna tofauti na mtu ambaye anashangilia kitu ambacho hakijui. Tatoa mfano, walokole wengi sana utawasikia unakuwa una tofauti na mlokole unamkuta anakemea kwamba anakemea nguvu za giza. Akemea mlokole, wamejiunga timu ya walokole, wanakemea nguvu za giza. Ni mtu anakemea kitu ambacho hakijui. Actually nguvu za giza, the dark, ndio ambayo inasaidia hii gravitational force unayoiona. Ndio giza lenyewe. Ukiziondoa katika hii universe tunayoishi,
ukiliondoa giza kama linavyokemewa na walokole, ukiliondoa giza, sayari zote zitasogeleana na zitakorapsi. That is reality, that is science. Sasa mashabiki wa Yanga nao wanataka kuwa kama mlokole anayekemea nguvu za giza, ili hali giza ndilo ambalo linasaidia gravitational force ili sayari ziweze kukaa mbali na maisha kuendelea kama kawaida ilivyo. Kwa hiyo kuna watu huwa wanashangilia mambo ambayo wala hawayajui. Sasa hapo nimekudokeza baadhi ya sababu na kukuonya usishangilie mambo ambayo huyajui. Sasa katika mjadala wa kidunia, katika mjadala wa soka, wachambuzi wakubwa kabisa, manguli wa soka duniani, kwenye mjadala mkali ambao umeibuka na wamekuwa wakizozana, ni kusema kwamba goli bora sasa aina ya bicycle kick mpaka sasa duniani ni lipi? Goli bora lilikuwa ni la Cristiano Ronaldo ambalo alilifunga mwaka 2018 akiwa mchezaji wa Real Madrid akicheza dhidi ya Juventus. Sasa Cristiano Ronaldo nimekwambia ana bicycle kick mbili. Sasa moja wapo ni hili ambalo lilikuwa linaonekana ndio bicycle kick bora zaidi kuwahi kutokea duniani. Sasa hili goli la bwana Chama linashindanishwa sasa kwamba limeingia top 2, linashindana kwamba ni lipi goli bora zaidi sasa la wakati wote. Ni hili la Cristiano Ronaldo alilofunga mwaka 2018 ama ni hili la mwaka 2026 lililofungwa na bwana Chama? Ikumbuke kwamba magoli 4 bora ya bicycle kick ni pamoja na hilo nilotaja, lilikuwa la Cristiano Ronaldo. Kuna Wayne Rooney mwaka 2011, kuna Zlatan mwaka 2012 na kuna goli liliwahi kufungwa na Bale mwaka 2018. Hayo ndio yalikuwa magoli. Sasa Kratos Chama mwaka 2026 naye anaingia katika mjadala. Watu wanawaza kwamba sasa ni ipi bicycle kick bora zaidi duniani kati ya hili goli lililofungwa na Cristiano Ronaldo ama hili lililofungwa na bwana Chama. Kwa hiyo mjadala mkubwa. Ukisikia mchambuzi wa Simba anasema kwamba goli hili linajadiliwa duniani, ni kweli linajadiliwa duniani kwa sababu bicycle kick, magoli yote aina ya bicycle kick yanayofungwa huwa yanaleta mjadala mkubwa. Na kama nilivyokueleza tangu awali kwamba FIFA wametaja katika website yao, wametaja katika mtandao wao, na wamewahi kutoa tamko wakisema bicycle kick ambalo sasa kwa Kiswahili linaweza likaitwa labda goli la Chama ndio goli linalosisimua zaidi katika soka. Kwa hiyo Yanga lazima wajisikie vibaya kwa sababu goli hili lililofungwa na mpinzani, lililofungwa na mtani, wamefungwa wao. Yaani isingekuwa issue sana kama goli hili angefungwa Singida, goli hili angefungwa Azam, lakini shida ni kwamba tumefungwa goli yani goli hili adimu linapatikana kipindi kigumu kabisa cha mechi ambayo ni derby. Una maoni gani kuhusiana na mjadala huu? Unaamini ni zipi sababu ambazo zimepelekea kocha Pedro aweze kuondolewa? Sisi tuna baki na msimamo wetu kwamba bicycle kick iliyofungwa na Chama ndiyo sababu. Wewe na siku njema.